السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जुमा Halifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Ijumaa hii ya leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwaka huu wa 2015. Mimi nimepokea ujumbe wa pongeza ya mwaka mpya, na watu wengine wananitumia fax pia, na mwaka huu mpya iwe wenye heri kwa ajili yenu pia. Lakini pamoja na hii nataka kuwaambieni kwamba faida ya kupongezana itakuwa wakati sisi tutakapochunguza kwamba mwaka uliopita sisi tumetimiza kiasi gani haki ya kuwa mwanajumuiya, na siku za usoni kwa ajili ya kutimiza haki hii tutafanya juhudi kiasi gani. Basi sisi kutoka katika Ijumaa hii ya leo tunatakiwa tuwe na nia na mpango ya kutekeleza jukumu hili na haki hii vizuri, na itatusaidia katika kutimiza haki hii. Hii ni dhahiri kwamba sisi kwa kuwa wanajumuiya, kazi tuliopewa haki ile na kazi ile inaweza kufanyika vizuri kwa kufanya mwema, lakini wema hii inatakiwa iwe ya aina gani? Kwa ajili hii iwe wazi kwamba kwa ajili ya kila mtu anayejiunga na jumuiya na anaitwa mwanajumuiya, Sayyidina alayhi salatu wasallam mwenyewe ameeleza kwamba hali yake inatakiwa iwe ya aina gani. Siku hizi kwa sababu ya teknolojia mpya, kila mtu angalao mara moja kwa mwaka anafanya ahadi kwa mkono wa Halifa Tulmasihi kwamba yeye kwa ajili ya kupata malengo yaliyowekwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam atafanya juhudi sana. Na kwa ajili ya manajumuiya malengo haya yaliyowekwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam
malengo haya sinam al-islam alieleza waziwazi katika masharti ya bayat kwa kusema ni masharti 10 ya bayat, lakini ndani ya masharti haya majukumu na malengo yaliyoelezwa idadi yao ni zaidi ya 30. basi ikiwa sisi tunataka kusherekea furaha ya mwaka wetu, tunatakiwa tuzingatie majukumu haya na malengo haya. Pengine mtu kwa kuitwa mwanajumuiya anafurahi kwamba mimi nimeshakubali kifo cha Yesu Kristo alayhi salam, au Masihi aliyetabiriwa nimeshampokea huyu Masihi. Hii haitoshi. Bila shaka hii ni hatua ya kwanza, lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anatutegemea kwamba sisi kwa kufanya wema kwa undani kwa kuelewa wema tufuate wema ile na tujiepushe na maovu katika hali hii, kwamba kama sisi kwa kuona mnyama wa pori tunafanya juhudi ya kujisalimisha na kujiokoa, ndipo sisi tutaleta mapinduzi katika hali yetu. Na pamoja na hii sisi tutakuwa sababu ya kubadilisha dunia na kuleta dunia hii karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa hivi mimi nitaeleza maelezo ya majukumu na malengo yaliyowekwa katika masharti ya bayet. Tunatakiwa tuendelee kukumbuka mara kwa mara majukumu haya. Jambo la kwanza alilolieleza Sayyidina alayhi salatu wassalam ni kwamba mwanajumuiya afanye ahadi kwamba atajiepusha na ushirikina. Mwaminio anayemwamini Mwenyezi Mungu, na yeye kwa sababu ya kumwamini Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu anafanya bayat ya imamu wa zama. Mtu wa aina hii hawezi kuwa karibu na ushirikina hata kidogo. Hii haiwezi kuwa kwamba mshirikina anakubali kauli na amri ya Mwenyezi Mungu, lakini shirk anayotukumbusha Sayyidina alayhi salatu wassalam si shirki ya kidhahiri, bali ni shirki iliyofichika. Hii ni shirki ambayo inadhoofisha imani ya mtu. Kwa kueleza maelezo yake zaidi, Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba tauhid na umoja wa Mwenyezi Mungu si jina la kitu hiki kwamba kwa mdomo mtu aseme la ilaha illa Allah na mioyoni mwake ameficha masanamu maelfu na maelfu, bali yule mtu ambaye hila yake, kazi yake anaheshimu sawasawa na heshima ya Mwenyezi Mungu, au anamtegemea mtu badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, au anaheshimu nafsi yake kama anaheshimu Mwenyezi Mungu. Katika hali hizi zote sawa na Mwenyezi Mungu, yeye ni mtu anayeabudu masanamu. Sanamu si ile inatengenezwa na dhahabu au fedha, na yale masanamu yanategemewa, bali kila kitu na kila kauli na kila kitendo kinachopewa heshima sawa sawa na heshima ya Mwenyezi Mungu, basi sawa na kauli ya Mwenyezi Mungu ile ni shirk. Kwa hiyo tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba mwaka jana tulitegemea hila zetu na tuliheshimu hila hizi zetu, au vitu hivi vilikuwa kama ametuamuru Mwenyezi Mungu, au sisi kwa kutumia
vitu hivi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, tulitaka baraka na heri ya Mwenyezi Mungu, sisi tukichunguza hali yetu kwa uadilifu, basi itatuambia kwamba sisi tupo kweli kiasi gani katika ahadi yetu. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam alichukua ahadi kutoka kwetu kwamba sitasema uongo. Ni nani anayeweza kusema uongo ni nzuri au anataka kusema uongo? Hakuna hata mtu mmoja. Lakini Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba manadamu hataki kusema uongo mpaka anakuwa na tamaa ya nafsi, yani anapokuwa na masilahi ya nafsi ndipo anasema uongo. Lakini hulka njema ni hii kwamba nafsi, mali, hata kama heshima ipo hatarini, hata katika hali hii pia hasemi uongo na haachi kusema kweli. Mwongo na mkweli anajulikana katika hali ya majaribio, na wakati mtu anapoona kwamba masilahi ya nafsi yake yatapotea au yatakosekana, hata katika hali hii pia yeye anasema kweli na hasemi uongo. Hatangulizi masilahi ya nafsi yake juu ya kweli, bali anatanguliza ukweli juu ya masilahi ya nafsi yake. Siku hizi hapa na katika nchi za Ulaya watu wanakuja kwa ajili ya kufanya asylum. Ingawa nimesema mara chungu mzima, lakini kwa sababu ya mawakili hawa wanasema uongo na wanaeleza historia ya uongo, hata katika hali hii pia wanashindwa kesi yao. Nimeunda kamati ya mawakili hapa na katika nchi zingine pia, ambao wanawasaidia wale wanaotafuta asylum, wanawaelekeza au wanawapatia ushauri kuhusiana na kesi yao. Mara chungu mzima imetokea hivi kwamba mwenyekiti wa kamati hii ameniambia kwamba kesi ya mtu fulani ilirudishwa, ilikatazwa kwa sababu ya hii kwamba alisema uongo sana katika kesi yake. Basi kwa ajili ya kupata faida ya dunia alitegemea uongo na hakufikiria kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba shirk na uongo ni kitu kimoja. Vile vile wengine kwa ajili ya kupata faida ya kifedha wanasema uongo. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba uongo pia ni sawa sawa na sanamu. Anayetegemea uongo yeye anaacha kumtegemea Mwenyezi Mungu. Basi kwa umakini huu tunatakiwa tuchunguze hali yetu. Kisha amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mufanye ahadi kwamba hamtazinifu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba msiende karibu na zina, yani ninyi mujiepushe na sherehe ambazo zinaweza kusababisha kufanya zina. Siku hizi kuna TV na vile vile kuna internet, na katika TV na internet kuna filamu mbaya ambayo ni zinaa ya macho na vile vile ni zinaa ya mawazo, na vile vile vitu hivi vinasababisha kumuingiza mtu katika maovu, na kwa sababu ya hii nyumba zinavunjika. Wanawake wengi wananiandikia kuhusu waume zao kwamba siku mzima wanatumia internet na kukaa wanaangalia filamu mbaya, na wanaume wengine pia wanaandika kuhusu wake zao kwamba wanafanya hivi, na matokeo yake ni kwamba mambo yanafika mpaka hula na talaka. Au kwa sababu ya filamu ya aina hii wanakuwa wabaya zaidi kuliko wanyama.
kwa kawaida wanajumuia hawana tabia ya aina hii isipokuwa mtu moja moja, lakini ikiwa sisi tunapoishi katika mazingira haya hatufanyi juhudi ya kujiepushana na uchafu huu, basi hakuna dalili wowote wa utakaso wa nafsi yetu. Kuhusu hii pia tunatakiwa tuwe waangalifu na tuchunguze hali yetu. Kisha kuna ahadi nyingine aliyotuchukua Sinam alayhi salatu wassalam kwamba hamtafanya dhambi ya macho. Ndiyo maana katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwamba tuinamishe macho yetu ili tusiwe na nafasi ya kufanya maovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba moto ni haramu juu ya jicho ambacho kina jizuia katika kuona vitu vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Sinam al-Islam anasema kwamba sisi tumeamirishwa kwamba tusiwaone wanawake na vile vile viungo vya mapambo. Kwa sababu ya hii mtu anaweza kuanguka na kupotea, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka kwamba macho yetu na mioyo yetu isalimike katika hatari ya kila aina. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametupatia mafundisho haya mazuri. Sinam al-Islam amesema kwamba katika Islam masharti haya ni kwa ajili ya wanaume na kwa ajili ya wanawake. Amri ya hijabu kama ni kwa ajili ya wanawake, vile vile wanaume pia wamepewa amri hii ya hijabu. Wao pia wameamrishwa kwamba wainamishe macho yao. Kisha tunatakiwa tuzingatie jambo hili pia kwamba kiasi gani tunafuata amri hii ya Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina al-Islam alisema kwamba tuahidi hatutofanya mambo ya ufasiki katika maisha yetu. Ufasiki ni nini? Ni kutoka nje katika amri ya Mwenyezi Mungu, ni ufasiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alisema kutukana ni ufasiki. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alisema safari moja kwamba kutoka katika Qur'an tukufu inathibitika kwamba kabla ya mkafiri mfasiki anatakiwa adhibiwe. Yani Qur'an inathibitisha kwamba fasiki anatakiwa adhibiwe kabla ya mkafiri. Amesema kwamba Muislamu anapozidi katika ufasiki na anafedhesha amri za Mwenyezi Mungu na anajizama katika mapambo ya dunia, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza kutoka katika halaku na Changez Khan. Hazur anasema siku hizi pia hali ya aina hii inapatikana, hususan hali ya Waislamu. Kisha ahadi nyingine ilichukuliwa kutoka katika mtu anayefanya ahadi kwamba yeye hata dhulumu. Dhulma ni dhambi kubwa sana. Kunyimwa haki ya mtu mwingine au kula haki yake ni dhambi kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kwamba dhambi gani ni dhambi kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba dhambi kubwa ni hii kwamba mtu anayanganya shamba ya nduguye sawa na mkono. Amesema kwamba jiwe la shamba ile aliyoyanganya, jiwe la shamba ile pia na ardhi inayopatikana chini ya jiwe lile, ardhi ile itawekwa shingoni mwake siku ya Kiyama. Yani ardhi yote inayopatikana chini ya jiwe lile, Mungu anajua umbali wake ni kiasi gani. Siku ya Kiyama ile ardhi itawekwa juu ya shingo lake. Hazur anasema hii ni jambo la haufu sana.
wale watu kwa katika kesi kwa sababu ya kibri na majivuno kwa ajili ya masilahi ya nafsi wananyang'anya haki za wengine, wao wanatakiwa wafikirie kuhusu hii. kisha ahadi nyingine iliyochukuliwa kutoka kwetu kwamba sisi hatutafanya hiana. Na hiana ni nini? Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema kwamba msifanye hiana na mtu ambaye amewahi kufanya hiana nanyi. Hii ndiyo ni hali tunayotakiwa tuwe nayo. Hakuna udhuru wote kwamba nimechukua amana ya mtu fulani au kitu cha mtu fulani kwa sababu wakati fulani yeye pia alinifanyia hivi na alinifanyia hiana, kwa hiyo mimi pia nimemfanyia hiana. Kwa ajili ya haki yenu muende kwenye mahakamani au katika kadhaa ya jumuiya. Ikiwa mpinzani si mwana jumuiya basi muende mahakamani, au kama jumuiya inasema kwamba mnaruhusiwa kwenda mahakamani basi muende mahakamani. Lakini mwaminio ikiwa anakuwa na wazo la kufanya hiana, basi msingi wake wa imani utatetemeka. Kisha yeye mwanajumuiya ameahidi kwamba hatafanya ufisadi. Yeye hawezi kufanya ufisadi na jamaa zake. Wale maadui wetu wanaotuudhi na wanaotusumbua, sisi tunapowatendea tunatakiwa tuwatendee vizuri sawa na mafundisho ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Sayyidina Alayhi Salam alisema kwamba wale watu ambao waacheni kwa sababu ya hii kwamba nyinyi umejiunga na jumuiya ilianzishwa na Mwenyezi Mungu, nyinyi msipigane nao wala msifanye ufisadi nao, bali mfanye maombi kwa ajili yao. Angalieni, mimi nimepewa jukumu hili kwamba ni wakumbusheni kwamba mujiepushe na mahala pa ufisadu, na ikiwa mnatukanwa mufanye maombi. Ikiwa mnatendewa vibaya muwatendee vizuri. Ikiwa kuna hatari ya ufisadi basi msikae pale, msisimame pale na muwajibu kwa upole. Amesema, ninaposikia kwamba mtu kwa kuwa mfuasi wangu amepigana na mtu fulani, mimi sipendi hali hii na tabia hii, na Mwenyezi Mungu pia hataki kwamba jumuiya ambayo inataka kuwa mfano ifuate njia ambayo si njia ya uchamungu, basi haina ruhusa ya kufanya ufisadi na jamaa na watu wengine. Basi wale watu ambao hawatendei vizuri wake zao na ndugu zao, hawa watu wakati wa kuwatendea watu wa jamii wakizingatia nasaha hii ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, katika hali hii malalamiko yanayopatikana kuhusiana na hali hii, malalamiko yale yatakwisha au angalau yatapungua kiasi fulani. Kisha kuna ahadi nyingine ambayo tuliyofanya kwamba mimi sitafanya uasi huu uwe dhidi ya mtumishi wa jumuiya au uwe dhidi ya mtumishi wa serikali. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam amesema kwamba tunatakiwa tujiepushe na tabia hii ya uasi. Ikiwa serikali haingiliani katika mambo ya dini, sisi haturuhusiwi kwenda kinyume na amri ya serikali, na kwa kufanya hivi sisi tutavunja sheria ya nchi au tutawachochea wengine kwamba wao pia wasifuate sheria ya nchi. Hii sio njia ya Islam wala sio mafundisho ya Islam. Kisha Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam alisema kwamba muahidi kwamba hamtashindwa kwa sababu ya tamaa za nafsi. Siku hizi kwa sababu ya TV na internet, kama nilivyoeleza hapo awali, kwamba kuna nafasi kubwa ya kushindwa kwa sababu ya tamaa za nafsi, na kwa sababu ya hii ufisadi pia inapatikana kwamba mtu anashindwa mbele ya tamaa za nafsi.
basi jambo liwe ndogo kiasi gani linaloweza kuhimiza tamaa za nafsi au linasababisha kushindwa mbele ya tamaa za nafsi, kufanya juhudi dhidi yake ni kazi ya mwanajumuiya. Kisha amesema baada ya kujiunga na jumuiya, nyinyi mtalazimika kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu kwamba mtaswali sala 5 kwa nyakati zao, na mufanye ahadi yake hii kwamba mtafanya hivi. Mtoto ambaye ana umri wa miaka 10 yeye pia analazimika kuswali. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa wachunguze hali yao, na wao wanaweza kutimiza haki ya uchunguzi huu wakati wao wenyewe watakapokuwa mfano katika kusali swala. Malalamiko mengi ninapokea, na watoto pia wanasema kwamba wazazi wetu hawaswali swala, au wake wanasema wanaume zao hawaswali swala. Katika hali hii watoto wataona mfano gani? Kwa ajili ya wanaume wameambiwa kwamba waswali swala 5 kwa nyakati zao. Mradi wake ni kwamba waswali swala 5 msikitini, isipokuwa wanapokuwa wagonjwa au kama wanakuwa udhuru maalum. Ikiwa wote wanaanza kufuata amri hii, misikiti yetu itajaa na waswaliaji. Hata viongozi wa jumuiya wakianza kufuata amri hii, tofauti kubwa itapatikana misikitini. Na kumbusha mara kwa mara kuhusu hii, lakini bado nafasi ipo ya kurekebisha hali hii, na kuna haja ya kufanya juhudi. Nidhamu ya jumuiya na vile vile idara zingine za jumuiya zinatakiwa zingatie sana jambo hili. Sinam alayhi salatu wasalam anasema kwamba mtu ambaye hataki kusali swala, yeye amefanya nini zaidi ya wanyama? Basi kuhusu hii kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi sana. Kisha alichukua ahadi kutoka kwetu Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wanajumuiya watasali swala ya tahajjud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mnatakiwa musali swala, kwani huu ni mwenendo wa watu wema waliotangulia. Halifa mtukufu anasema kwamba inaonekana maandiko haya ni ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Amesema kwamba mnalazimika kusali sala ya tahajjud kwa sababu huu ni mwenendo wa watu wema waliotangulia, na vile vile ni njia ya kuleta karibu na Mwenyezi Mungu. Tabia hii inazuia katika maovu na inafuta maovu na inasalimisha katika maradhi ya miili. Basi katika kusali sala ya tahajjud kuna tiba ya kiroho na vile vile ni tiba ya kimwili pia. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amesema jumuiya yetu inatakiwa kwamba iswali sala ya tahajjud bila kukosa. Ikiwa si zaidi, angalau aswali raka 2, yeye atapata nafasi ya kufanya maombi, kwa sababu maombi yanayofanywa wakati wa sala ya tahajjud yanapokelewa sana. Kwa hiyo huzuri anasema kwamba kuna haja ya kuzingatia jambo hili pia. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam alichukua ahadi kutoka kwetu kwamba tutaendelea kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yeyote aliyenisalimia Mwenyezi Mungu atateremsha rehema zake juu yake mara 10 zaidi. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kupokelewa maombi pia tunatakiwa tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba maombi yanabaki katikati ya mbingu na ardhi mpaka tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam maombi yetu hayafiki juu kwa mbinguni.
kisha katika masharti ya bai'a tuna ahidi hii pia kwamba tutaendelea kufanya istighfar. katika riwaya moja inapatikana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu anayendelea kufanya istighfar, yani anafanya istighfar sana, Mwenyezi Mungu anamfungulia njia ya kutoka katika dhiki na katika shida, na Mungu anamfungulia njia za faraja, na anamruzuku katika njia zisizojulikani. Sinam alayhi salatu wassalam anasema kwamba watu wengine wanakuwa wa aina hii ambao wanajua kuhusu dhambi, na wapo wengine ambao hawajui kuhusu dhambi zao. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba tuendelee kufanya istighfar, ili mwanadamu kwa ajili ya kila dhambi, iwe dhambi ya kidhahiri au ya kibatini, yeye anajua kuhusu dhambi ile au hajui kuhusu dhambi ile, basi aendelee kufanya istighfar. Tunatakiwa tuzingatie umuhimu huu wa istighfar pia. Kisha Sinam al-Islam alichukua ahadi kutoka kwetu kwamba tutaendelea kukumbuka ihsani za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Miongoni wa ihsani za Mwenyezi Mungu, ihsani kubwa ni hii kwamba ametujalia tumempokea imamu wa zama hizi. Ikiwa tunakumbuka ihsani hii ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, tutafanya juhudi sana ya kujenga uhusiano na Sinam alayhi salatu wasalam, na vile vile tutaendelea kufuata mafundisho yake. Kisha kuna ahadi hii kwamba nitaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumhimidu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ikiwa kila kazi muhimu inaanzishwa bila kumhimidu Mwenyezi Mungu, basi ile kazi inakuwa bila baraka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu ambaye hamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata kidogo, yeye hawezi kumshukuru hata akipewa nyingi, na yule ambaye hawashukuru watu, yeye hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi mufanye hamd na mumtukuze Mwenyezi Mungu katika hali hii kwamba nyinyi muvishukuru viumbe wa Mwenyezi Mungu pia. Kisha tumetoa ahadi hii pia kwamba hatutaviudhi viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kisha ni ahadi hii kwamba hasusan hatutawadhuru Waislamu kwa sababu ya tamaa za nafsi. Kadiri tunayoweza kusamehe tutasamehe, lakini ikiwa mtu anatuudhi sana kupita kiasi kwa ajili ya kurekebisha hali yake, si kwa sababu ya uadui wa nafsi au kwa sababu ya hasira, bali kwa ajili ya kurekebisha hali yake, ikiwa tunalazimika kumwadhibu, sisi hatutamwadhibu kwa mikono yetu, bali tutapeleka kesi yetu mahakamani au kwa viongozi. Wao watawadhibu au watarekebisha hali yao. Hii si jukumu la kila mtu kwamba aanze kumwadhibu mwingine. Kwa unyenyekevu umtaishi. Kisha kuna ahadi hii pia kwamba katika kila hali nitakuwa mtiifu wa Mwenyezi Mungu. Katika dhiki na faraja ataendelea kuwa mtiifu wa Mwenyezi Mungu. Katika hadithi inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba muaminio hali yake ni ya ajabu, kwamba kazi zake zote zinakuwa yenye baraka, na fadhila hii ni kwa ajili ya muaminio tu. Akipewa faraja na furaha anamshukuru Mwenyezi Mungu, na shukrani yake inakuwa yenye baraka zaidi kwa ajili yake. Akipewa dhiki, hasara, anasubiri, na kusubiri kwake pia inakuwa yenye baraka kwa ajili yake, kwa sababu yeye anapata thawabu ya subra. Basi katika kila hali kumelekea Mwenyezi Mungu ni jukumu la mwaminio. Hali hii itakapopatikana
ndipo tutatimiza ahadi hii ya Mwenyezi Mungu kwamba tutakuwa tayari kupata kila fedheha katika njia ya Mwenyezi Mungu, na tukipata shida yoyote hatutageuza uso wetu bali tutaendelea kumfuata Mwenyezi Mungu. Sayyidina al-Islam anasema kwamba wale ambao ni wangu hawawezi kuniacha wakipata shida au wakitukanwa na watu au wakipata majaribio kutoka mbinguni, hawezi kuniacha. Basi sisi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuwe wasinama ala salatu wasalam, na kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye juhudi inshallah. Hata sisi tukisumbuliwa au tukifedheheshwa, sisi hatutajali. Hii ni ahadi yetu. Kisha kuna ahadi hii pia kwamba sisi hatutafuata mila za watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu yeyote anayeanzisha mila katika dini ambayo haihusiki na dini, ile mila haikubaliwi na Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii pia tunatakiwa tuwe waangalifu sana na makini sana. Siku hizi katika sherehe za harusi watu wameingiza mila za aina mbalimbali. Wanajumuiya wanatakiwa wajiepushe na hali hii. Kwa kuwaona wengine hatutakiwi tuanze kufuata mila hizi. Kuhusu hii nimeshawahi kutoa hutuba wakati fulani. Makatibu wa malezi na lajna wanatakiwa mara kwa mara waendelee kuwakumbusha wanajumuiya ili wanajumuiya wajiepushe na kitendo kisichokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kisha ni ahadi hii kwamba mimi sitafuata tamaa za nafsi yangu. Sayyidina al-Islam anasema kwamba mtu anayeogopa kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu na anazuia tamaa za nafsi zake, basi mahala pake ni peponi. Kuzuia tamaa za nafsi maana yake ni kujizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na hivi mtu kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu anaweza kupata pepo katika dunia hii pia. Kisha kuna ahadi hii pia kwamba atakubali utawala wa Qur'an tukufu. Sayyidina alayhi wasallam anasema, muwe waangalifu na makini na msichukue hata hatua moja kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu. Na waambieni kweli kweli kwamba mtu yeyote anakataa amri moja katika amri 700 za Qur'an tukufu, yeye anafunga mlango wa okovu mwenyewe kwa mkono wake juu yake. Kisha kuna ahadi hii kwamba atafuata kila amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba sisi tuna mtume mmoja na sisi tuna Qur'ani moja iliyoteremka juu ya mtume huyo. Kwa kumfuata mtume huyo tunaweza kumpata Mwenyezi Mungu. Basi kwa ajili ya kupata hali hii tunatakiwa tufanye juhudi sana. Vile vile kuna ahadi hii pia kwamba tutaacha kibri na majivunu. Sayyidina al-Islam anasema, na waambieni kweli kweli kwamba siku ya kiyama baada ya ushirikina hakuna balaa kubwa zaidi kuliko kibri. Hii ni balaa ya aina hii kwamba inayomfedhehesha mwanadamu katika dunia hii na katika akhera. Hazur anasema basi kuna jambo la hofu sana. Kisha amesema Sayyidina al-Islam, na sihi jumuiya yangu kwamba mujiepushe na kibri, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapendi kibri hata kidogo. Kisha ahadi hii imechukuliwa kwamba tutafuata njia za unyenyekevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yule ambaye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu amefuata unyenyekevu, Mwenyezi Mungu atapandisha daraja yake moja mpaka atapewa mahala pamoja na illijin. Yani akiendelea kufuata unyenyekevu, madaraja yake yataendelea kupandishwa mpaka atapata daraja ya kubwa huko peponi. Kisha kuna ahadi hii kwamba tutakuwa na hulka njema.
kila mmoja anatakiwa azingatie ahadi hii pia. kisha kuna ahadi hii kwamba tutaishi kwa upole na kwa unyenyekevu. sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, ikiwa mnataka kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtafute karibu na mioyo ya maskini. kisha amechukua ahadi hii kwamba heshima ya dini na huruma ya dini दीन और दीन की इज्जत और हमदर्दी इस्लाम को अपनी जान, माल, इज्जत और औलाद से ज्यादा अजीज huruma ya Islam itakuwa bora zaidi kuliko mali yangu na watoto wangu na heshima yangu. kisha alichukua ahadi hii pia kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nitaendelea kuvihurumia viumbe vya Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salam anasema kwamba kumbukeni, Mungu anapenda sana wema na anataka viumbe vyake vihurumiwe sana. basi nyinyi ambao mnajiunga nami mkumbuke kwamba kila mmoja wenu mumtendee kila mtu na mumhurumie kila mtu awe na dini gani, na mumfanyie wema kila mtu. hii ndiyo ni amri ya Qur'an tukufu. kisha ni ahadi hii kwamba nitavifaidisha viumbe vya Mwenyezi Mungu sawa na uwezo wangu. sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba Mwenyezi Mungu amewafanya watu wengine chini ya watu wengine yule ambaye ni juu ya hawa anatakiwa sawa na uwezo wake awapatie faida na awasaidie sawa na uwezo wake, na kwa ajili ya kuboresha dunia na akhira yake afanye juhudi sana. Hazur anasema kwamba kuwapatia faida ya kidunia na ya akhira ni jukumu letu. ikiwa sisi tunatoa huduma ya binadamu kule, tunatakiwa kwa ajili ya faida ya binadamu tufanye mahubiri pia, na hili ni jukumu la wanajumuiya. kisha sayyidina alayhi salatu wasallam alichukua ahadi kutoka kwetu kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tutajenga uhusiano naye. katika uhusiano huu tutakuwa na utii ambao utii huu hautapatikana katika jamaa au katika hali ya utumishi. tutafuata mambo yote na amri zote na mafundisho yote yaliyotolewa kwa ajili ya kuboresha hali ya imani yetu na kwa ajili ya malezi yetu, au baada ya kufariki kwake kwa kupitia uhalifa wa jumuiya. mafundisho yanatolewa, tutafuata mafundisho haya yote, na mafundisho haya ni kwa ajili ya kuimarisha sheria, na mafundisho haya ni sawa na mafundisho Qur'an tukufu na nasaha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bila hii hatuwezi kupata maendeleo wala hatuwezi kuwa na umoja. basi tunatakiwa tuchunguze kuhusu hii kwamba mwaka uliopita kiasi gani tulitimiza ahadi yetu. ikiwa upungufu ulibaki mwaka huu, namna gani tunaweza kuondoa na kufuta. Sinama al-Islam anasema katika jumuiya yetu anahesabiwa yule tu anayefuata mafundisho yangu katika maisha yake, na sawa na uwezo wake anafuata mafundisho haya na nasaha hizi. Mwenyezi Mungu kwa kutusitiri asamee dhambi zetu zote tulizozifanya mwaka jana na mwaka huu, atujalie kwa juhudi tuweze kuishi maisha yetu sawa na mafundisho ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Amin. Halifa mtukufu anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu mbili. jeneza ya kwanza ni ya ndugu yetu shahid bana Luqman Shehzad saheb, mwana wa Aladita saheb, mwenyeji wa Bidisha Rahman wa Gujranwala, wapinzani wa jumuiya. tarehe 27 wa Disember asubuhi baada ya swala alfajiri kwa kupiga risasi walimuua. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
lukman shahzad saheb alikuwa mwanajumuiya peke yake katika familia yake. Shahid marehemu mnamo tarehe 27 wa Novemba 2007 alijiunga na jumuiya. Kabla ya kujiunga na jumuiya, shahid marehemu alikuwa akikutana na wenyeji wa kule. Bana Sultana Masam ambaye ni mwenyekiti wa kijiji kile alikuwa akijadili na wenyeji wa pale. Bana Lukman kwa kuona hali hii alijenga uhusiano naye vizuri. Baadaye alikuwa akiangalia vipindi vya MTA na hasusan alikuwa akisikiliza hutuba zangu. Na kwa sababu ya hii alijiunga na jumuiya. Baada ya kujiunga na jumuiya alipata upinzani wa hali ya juu. Wapinzani walifanya juhudi ili aache jumuiya. Bana shahid marehemu alipigwa na alipata tishio pia, lakini hakuna shekhe yoyote ambaye aliweza kusimama mbele yake. Wakati fulani baba mdogo wake moja alimchukua na alimpeleka msikitini. Pale mashekhe kadhaa walikuwa wamekaa na wao walimsisitiza kwamba aache jumuiya. Shahid marehemu akasema kwamba hawa jamaa wakithibitisha kwa hoja kwamba jumuiya si kweli, basi mimi nitaacha jumuiya. Lakini shekhe akasema kwamba sasa hakuna nafasi ya kujadili, basi utangaze kwamba wewe si maana jumuiya, hatutaki kujadili nawe na wala hatuwezi kutoa hoja. Shahid marehemu alipokataa kufanya hivi, baba mdogo wake na mashekhe na watu walikuwa pale wakaanza kumpiga, na kwa sababu ya hii mgongo wake ulijeruhiwa sana. Wapinzani waliendelea kumpiga na walimpeleka kwa baba yake mdogo mwingine, na pale alifungwa pamoja na wanyama. Mama yake alipopata habari hii alifika nyumbani kwa baba mdogo wake na alimuomba apewe. Kwanza baba mdogo alikataa, lakini mama yake alipomsisitiza sana, baba mdogo alimpatia mama yake shahid marehemu na akasema kwamba kuanzia leo sisi hatuna uhusiano nawe. Mwaka moja baada ya kufanya bayat, jamaa wa shahid marehemu walimsisitiza aende Saudi Arabia. Walimpeleka Saudi Arabia kule kwa baba yake, na kule pia alitendewa vibaya kutoka kwa jamaa zake, na jamaa zake walitangaza kule Saudi Arabia kwamba huyu bwana amejiunga na jumuiya. Na yeye baada ya kufika kule Saudi Arabia aliendelea kutafuta wanajumuiya. Baada ya muda fulani alikutana na mwanajumuiya mmoja, na kwa sababu ya hii shahid marehemu alifurahi sana. Na muda wote aliokaa kule, marehemu alipata bahati ya kufanya haji. Baada ya kuishi miaka 3 kule Saudi Arabia, alirudi kijiji kwake na akaanza kufanya kazi ya kilimo. Tarehe 26 ya Novemba 2014 wapinzani walifanya conference ya khatme nabuwat, na mashekhe walishiriki katika mkutano ule. Na mashekhe walitoa fatwa kwamba wanajumuiya wanatakiwa wauawe, na hususan wachochea watu dhidi ya Lukman saheb. Na hatimaye tarehe 27 wa Desemba, baada ya swala ya alfajiri, alipokuwa anaelekea shambani kwake, mpinzani mmoja akampiga risasi kutoka kwa nyuma katika kichwa chake, na alipokuwa anapeleka hospitalini njiani alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu tarehe 5 April 1989 alizaliwa. Marehemu alikuwa mwenye imani sana, mwenye moyo safi, na alikuwa mwenye hulka njema. Alikuwa kijana mzuri. Alikuwa katibu wa fedha wa jumuiya ya Bhidi Shah Rahman. Baada ya kufanya bayat, alikuwa akisoma vitabu ya Sinam alayhi salatu wasalam kwa shauku, na marehemu alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa akiwaambia marafiki zake wanajumuiya kwamba rafiki yangu ni yule tu ambaye anasoma vitabu ya Sinam alayhi salam. Shahid marehemu alikuwa akisema kwamba nitapata utulivu wakati familia nzima itajiunga na jumuiya. Wakati wa kifo chake, mwanamke mmoja ambaye ni jirani yake alisema kwamba huyu bwana nimeona baada ya kujiunga na jumuiya amebadilika sana. Tangu amejiunga na jumuiya alianza kusali sala ya tahajjud kila siku asubuhi ya saa 9. Alikuwa akiwasha taa, na nilipokuwa nikimtukana kwa sababu ya kujiunga kwake jumuiya, mama yake marehemu pia alikuwa akikasirika,
na shahid marehemu alikuwa akimwambia mama yake kwamba lazima usikie maneno ya aina hii, kwa sababu mimi nimejiunga na jumuiya, unatakiwa uonyeshe na ufanye subra. Ilhali mama yake alikuwa si mwanajumuiya, na alisema kwa sababu yangu mimi utasikia maneno ya aina hii, lakini unatakiwa uonyeshe subra. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na ampatie mahala pema katika jannatul firdaus, na aijalie familia yake pia ijiunge na jumuiya. Rafi Bhat Saheb kuhusu marehemu anaandika kwamba wiki moja kabla ya kuuawa kwake alikuja rabwa kwangu na aliendelea kuzungumza kuhusu maendeleo ya jumuiya. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Nilimpeleka kwa rafiki yangu katika mtaa wa Babul Abwab kule. Kwa kuona reference mbalimbali alifurahi sana na alipiga picha ya reference hizi na alisema nitarudi tena, kisha nitachukua faida kutoka katika hazina hii. Na Bwana Luqman Shehzad sifa yake maalum ilikuwa hii kwamba kila siku alikuwa akisoma vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa sababu yake hii imani yake iliimarika sana, na yeyote alikuwa akikaa naye alikuwa akipata imani mpya. Almas Mahmud ambaye ni mbashiri wa jumuiya, yeye anaandika kwamba Luqman Saheb alikuwa akiishi kijijini ambapo mimi baada ya kuhitimu masomo ya Jamia Ahmadiyya nilipelekwa kule, na wakati yule alikuwa bado hajajiunga na jumuiya. Alikuwa akiuliza maswali sana na alikuwa karibu sana na jumuiya kiasi hiki kwamba wakati wa mazungumzo alikuwa akijihesabu kwamba yeye ni mwanajumuiya, na wakati alipokuwa akizungumza tofauti baina ya Ahmadiyya na wasiokuwa na jumuiya alikuwa akijihesabu kwamba yeye ni mwanajumuiya. Baada ya kufanya bayat alionyesha subra sana, alipigwa sana lakini alionyesha subra. Alilazimishwa kama aache jumuiya lakini hakuacha. Alipopigwa kule msikitini, watu walitumia fimbo na vitu mbalimbali kwa ajili ya kumpiga, na alitekwa nyara pia wakati alipopelekwa katika shamba la baba mdogo wake, na kule mama yake alimchukua. Wakati ule kuliko hakuna daktari, lakini rafiki yake moja asiyekuwa na jumuiya alimpatia matibabu huko kwa kuficha. Anaandika kwamba niliona kwamba Bwana Luqman Saheb alikuwa na imani sana na imara sana, na hakutetemeka hata kidogo, bali alionyesha subira sana na alionyesha mfano wa maswahaba. Rana Rauf Saheb kutoka Saudi Arabia anaandika kwamba wakati alipokuwa hapa aliendelea kuwasiliana na jumuiya, na bosi wake pia aliambiwa na jamaa zake kwamba huyu bwana si Muislamu bali alisema huyu ni mkafiri. Lakini bosi wake akasema kwamba mimi kila wakati nimeona kwamba huyu kijana anasoma Qur'an tukufu na anaswali swala kwa nyakati zake, huyu ni kafiri wa aina gani? Nyinyi hamswali swala wala hamsomi Qur'an tukufu na nyinyi Waislamu. Yeye alipata shida sana kwa sababu ya hii kwamba alikuwa mwanajumuiya na aliteswa sana kutoka kwa jamaa zake. Bana Imtiaz Saheb anaandika tukio moja kwamba huyu Bwana Luqman alipojiunga na jumuiya mwanzoni, mtu fulani alifariki kijijini kwake. Mjomba wake alikusanya mashehe na alimchukua Bwana Luqman alimpeleka kule. Bwana Luqman Saheb alikuwa akiweka Ahmadiyya Pocket Book mfukoni mwake. Wale mashehe walimuuliza maswali sana na Bwana Luqman alitoa majibu kwa hoja. Baadaye mashehe wakaanza kupiga kelele, na mzee mmoja asiyekuwa mwanajumuiya akasema kwa huyu kijana ameziba midomo wenu, anazungumza kwa hoja na dalili, na nyinyi pia msipige kelele bali mnalazimika kutoa majibu ya maswali yake. Hazur anasema mara ya kwanza aliposhiriki mkutano wa mwaka huko Saudi Arabia, alisema kwamba aliwahi kuona hali ya mkutano katika ndoto yake. Jeneza ya pili ni ya Bi Shehzade Satanos Sahiba ambaye ni mwenyeji wa Makedonia.
tarehe 19 wa novemba 2014 katika umri wa miaka 49 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1996 mume wake alipojiunga na jumuiya. Baadaye kidogo yeye pia alijiunga na jumuiya. March April 1995 Sharif Duruski saheb na Shahid Ahmed saheb kutoka Germany walienda kule kwa ajili ya mahubiri. Kule mume wake alihubiriwa na huyu bana akakubali ujumbe huu na akajiunga na jumuiya. Na wakati ule huyu alikuwa ameolewa na huyu bana tangu miaka 11. Bana Shahid saheb anasema alimwandikia halifa wa 4 barua ya maombi, na baadaye hawa walipata mtoto mmoja wa kiume. Mwanzoni walipata upinzani wa hali ya juu, lakini alionyesha imara sana na akabaki juu ya baiti yao. Na kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa hajui swala. Baada ya kujiunga na jumuiya alijifunza swala na alitokea huduma katika idara za lajna. Alikuwa mwanamke mwema. Katika mikutano ya jumuiya alikuwa akishiriki. Alikuwa akiwakaribisha wabashiri wa jumuiya nyumbani kwake, na vitabu vilivyochapwa katika lugha yake alisoma. Katika Makedonia hatuna mission yetu, kwa hiyo alipofariki alipelekwa katika msikiti wa wasikuwa na jumuiya kwa ajili ya kumuosha. Wao wakakataa kurudisha maiti yake. Wao wakaswali jeneza na hawakuruhusu wanajumuiya wao waswali jeneza. Wanajumuiya waliswali jeneza yake ghaibu. Mume wake alionyesha subra sana, na badala ya kupigana nao alitumia hikma. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amghofirie, amjalie mume wake na watoto wake pia waendelee kujenga uhusiano mzuri na jumuiya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.